uko tayari kwa mabadiliko, kwa sababu mwezi mpevu utakuwa katika nyota ya Aquarius. Mabadiliko makubwa yanakuja sana. Huu si mwezi wa kichocho, huu si mwezi wa kawaida. Huu ni mwezi ambao uko na nguvu zaidi katika mwaka huu, mwaka 2026. Hebu tuangalie unajibu kipi kinachoendelea. Kwanza, mwezi mpevu utakuwa ndani ya Aquarius, na ukiwa katika ndani ya Aquarius utaconjunct ama utaungana na sayari ya Pluto. Sasa ngoja nikwambie, mwezi mpevu ukitokea katika Aquarius utatokea katika nyuzi ya 6 degrees, lakini pia utaungana na Pluto, na Pluto iko katika retrograde, yani inaenda kinyume nyume, mimi nasogea kinyume nyume. Sasa Pluto iko katika 4 degrees na mwezi utakuwa ndani ya Aquarius na 6 degrees. Sasa kinajimu hizi si shughuli ndogo hii. Hii ni mwezi ambao uko na nguvu sana, mwezi mkubwa sana, uko na nguvu sana kipindi hiki. Na tukiangalia kuwa siku mbili zilizopita tuliona South Node na North Node ulitoka katika Aquarius ukaingia katika nyota ya Leo. Inamaanisha kuwa kuna nguvu kubwa inayotembea. Hasa mwezi mpevu huwa unaashiria kilele cha mzunguko fulani. Sasa kuna ule ufunuo wa kweli, mwanga utatokea ambao utafichua yale ambayo ulikuwa wewe umejificha ama umekuwa umejificha ili usiyajue, yataanza kufichuka. Pia tukiangalia Aquarius ni nyota ya ubunifu, ni nyota ya uhuru, ni nyota ya maendeleo, ni nyota ya fikra mpya, ni nyota ya kutazama maisha kwa njia ya upana zaidi. Si kuchukulia tu mtazamo mdogo mdogo, hapana, mtazamo mpana zaidi. Kwa hivyo kipindi hiki kinakualika wewe uweze kuachana na utambulisho wako wa zamani. Achana na imani zilizopitwa, achana na mifumo ambayo imekuwa ikikuzuia wewe kusonga mbele, kwa sababu huu si mwezi mpevu tu, huu si mwezi wa kawaida. Kwa sababu kinajimu hapa tunaona kuwa ni kama lango la kuingia katika kipindi kipya cha maisha yako. Kwa hivyo nataka kujiandaa, jiandae kiakili, jiandae kihisia, kwa sababu mabadiliko makubwa yanaenda kutokea. Mwezi na Pluto vitakuwa vimeconjunct. Hii inamaanisha kuwa kuna kuzaliwa upya kihisia. Pluto tunamjua kama ni sayari ya mabadiliko makubwa sana, na si mabadiliko ya nje, ni mabadiliko ya nguvu ya ndani. Yaani kuna kuzaliwa kupya, kuna ukweli ambao umekuwa ukijificha utaenda kuwekwa wazi, na hii Pluto inaenda kuungana na mwezi. Hivyo basi kuna hisia za ndani zinaenda kuwekwa wazi uweze kuzikabili. Zile hofu ambazo zilikuwa ukizibeba zinaenda kutolewa zote ili uweze kupona. Kama kuna majeraha ya zamani, kama kuna mambo yalifichwa, yote yatajitokeza ili yaweze kuangaliwa kwa uhalisia na yafanyiwe kazi. Kwa hivyo katika Aquarius, nyota ya Aquarius ni nyota ya mabadiliko. Na pia Aquarius inagusa akili na namna unavyofikiri. Kwa hivyo unaweza kupata majibu ambayo umekuwa ukiangojea, utayaona na utakuja ukasema, daktari, ni kweli vitu fulani nimeanza kuviona kwa kweli. Pia kuna vitu ambavyo umekuwa ukiviona unavipuuzia, lakini sasa utaanza kuviona kwa mtazamo wa ndani zaidi, utaenda kuvielewa kuhusu maisha, utaanza kuelewa kwa mtazamo wa ndani zaidi. Pia Pluto anakualika, wanapoconjunct na mwezi anakualika, kwa sababu inakuja na kuuliza, je, Pluto anakuuliza ni sehemu gani yako ya maisha ambao umekuwa ukishikilia utambulisho wa zamani, ambao utambulisho haufai tena. Kwa hivyo hili si jambo la eti kuharibu maisha yako, hapana. Ni mchakato wa kuweza kuyaimarisha yale maisha yako kwa kuondoa yale ambayo yapitwe, kama ilipitwa na wakati yaende, ili uweze kuanza mwanzo mpya. Pia tusisahau kuwa Uranus iko katika Gemini, na Uranus ni wakati wa mwamko wa mafanikio. Ukumbuke kuwa Uranus anatawala Aquarius na Uranus iko katika Gemini. Na hii nasemaje? Kwa Uranus anatawala Aquarius na yuko katika Gemini, na Aquarius atakuwa ndo yani yuko katika mwezi mpevu. Mwezi mpevu utakuwa katika Aquarius. Hii ni kuwa kuna uhusiano mzuri sana unaenda kutengezwa. Kwa kinajimu, Uranus ni sayari ambayo inaleta mwamko wa ghafla. Ama kuwa na fikra mpya, ama kuweza kupata habari muhimu, ama kuwa na uhuru wa kitu fulani. Sasa kama Gemini iko na Aquarius, kunaweza kuwa na mabadiliko ambayo yatakuja haswa katika mawasiliano, elimu, mawazo yako mapya. Unaweza kuta na wazo jipya unataka kulifanyia kazi, fikra za ghafla. Pia namna unavyozungumza na kujieleza kutaenda kuimarika na kuwa na utofauti mkubwa. Pia unaweza kugundua kwamba kuna hadithi ambazo umekuwa ukijiambia kuhusu maisha. Maisha unataka hivi na hivi. Si kweli tena. Hizo hadithi zinakuwa si za kweli tena. Na sasa uko tayari kusema hii imepita. Hii mifumo, hizi hali za zamani ambazo nimekuwa nikijiambia ama nikiziandika zimepita. Kwa sasa nataka kuandika sura mpya. Pia tunaona kuwa Neptune iko katika retrograde. Neptune ikiwa katika retrograde, Neptune ni sayari ya maono haswa kwa masuala mapya ya kiroho. Kwa hivyo Neptune yuko katika Aries, yuko katika nyota ya punda, na Neptune inapokuwa katika nyota ya punda itatengeneza uhusiano mzuri na Pluto ambayo iko katika Aquarius. Kwa hivyo kutakuwa na pia uhusiano mzuri kati ya Neptune
ndani ya Aries na Pluto na full moon ambao ni mwezi mpevu ukiwa ndani ya nyota ya Aquarius. Sasa nguvu hizi nini ninachomaanisha? Nini nataka kusema? Nataka kusema nini? Nataka kusema kuwa kipindi hiki ni wakati wa kuongeza intuition, ni kipindi cha ubunifu, ni kipindi ambacho kutakuwa na uelewa wa ndani, kwa sababu katika Aries Neptune atakualika wewe uanze kufafanua upya wako, ujiulize mimi ni nani, naamini nini, nafaa kuishi maisha gani ili niweze kuwa sawa. Pia uhusiano mzuri ambao utakuwepo ni kuwa jua lenyewe liko katika Leo ama nyota ya Simba, pia litaanza kukuongezea ule msukumo wa ubunifu. Utaanza kujiamini, utaanza kuweza kuonyesha vipaji vyako, utaanza kueleza watu umebeba nini, kwa sababu jua pia likiwa katika Leo, pia Jupiter iko katika Leo. Kwa hivyo jua likiwa katika Leo linaungana na Jupiter. Kwa hivyo kuna baraka kubwa ziko. Hizi baraka zinataka kuwa wewe uwe tayari, kwa sababu uongezeko wa kujiamini uko, ongezeko ukuaji uko, mafanikio, hamu ambayo unataka kufika malengo fulani upo, ni uwe tayari, kwa sababu jua na Jupiter vikiwepo vitaanza kuoppose Pluto. Na nikisema kuoppose haimaanishi kuwa ni wakati wa vita, lakini wakati wako unaweza kujiuliza kuwa je, mimi niko sawa, ninaishi katika ukweli, nina sababu kweli ya kuthibitisha kuwa naishi maisha yangu, ama natafuta uthibitisho kutoka kwa watu wengine? Je, ukuaji wangu unatokana na uhalisia wa nafsi yangu, kitu ninachokifanya, ama pengine ni kiburi, ama nahitaji kuthibitisha kuwa mimi nina thamani fulani? Kwa hivyo hizi zote kinajimu tunaona kuna nguvu kubwa sana, kwa sababu Aquarius yuko pale anakuuliza unaishi maisha yako mwenyewe ama unaishi kulingana na matarajio ya watu wengine. Pluto naye anakuuliza ni nini kiko ndani yako, ni nini kinahitajika kubadilika ili urudishe nguvu zako. Uranus naye pale anauliza, yuko katika Gemini, ni uelewa gani mpya uko tayari kupokea au uko tayari kuutumia? Neptune naye anauliza, yuko katika Aries, ni maono gani mapya uko tayari kuyaamini au kuyafanyia kazi? Jua nalo liko ndani ya Leo kwenye nyota ya Simba, inakwambia uko tayari kuonyesha vipaji vyako, ile nuru na uhalisia wako, uko tayari kuonyesha ulimwengu kuwa unajiamini na unaweza. Tusahau pia Saturn retrograde imeanza tarehe 26. Huu Saturn retrograde nakukumbusha kuwa katika hatua yote mzunguko wa mwezi Saturn ambaye tayari pia yuko yarudi kinyume na yuko katika ndani ya Aries, anakuelekeza, je, fikra zako uko na nidhamu ya kutosha? Unawajibika namna unavyojiongoza? Je, hiki ni kipindi chako cha kuweza kutathmini msingi mpya? Uko tayari kuchukua wajibu wa maamuzi yako unaenda kuyafanya? Kwa sababu kinajimu hatuchukulii kama astrology, hatuchukulii kama hizi sayari tu ziko. Ni wakati wa kuweza kusafisha maisha yako kwa ndani na nje. Pluto yuko pale kukwambia badilika kuanzia ndani na nje. Ondoa kile kitu ambacho hakikuhudumii tena, na uweze kujiandaa katika mwongozo mpya na mwanzo mpya katika maisha yako. Kumbuka kuwa kuna mitazamo mingi tumebeba, mitazamo ya zamani, hadithi nyingi tumekuwa tukizisema ama kuziandika kuhusu zamani, lakini sasa unahitaji maisha mapya, na uwezi kuwa na mtazamo wa zamani na ukapata kitu kipya. Hapana. Kwa hivyo badili fikra zako, badili mtazamo wako, kubali ukweli mpya, na uanze kujenga maisha ambayo yanalingana na wewe, kwa sababu mtu anayekuwa miaka inayokuja ama miezi michache inayokuja utakuja kuona kuwa mimi ni mtu fulani. Kumbuka wewe ni nani, kwa sababu nguvu yako iko ndani yako, na sasa ni wakati wa kurudisha nguvu yako. Kumbuka masuala unajimu, masuala kuelewa elimu ya kiroho, masuala kuelewa elimu ya namba yako katika hii channel ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi subscribe, gusa kengele ili notification yote tukeka video mpya unakuwa kwanza kuiona. Pia unaelewa nishati ya siku husika na matukio ya mwezi ukiwa mpevu, mwezi ukiwa mchanga, na elimu nyingi zaidi.